Adui Shetani ana mpango mkakati mkali sana wa kufanya sisi wanaadamu tuachane na habari za Muumba wetu, tumsahau, tutange mbali na Mungu ili tujiingize katika mtego ili atuangamize na kutupoteza kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo tutajifunza mimi na wewe mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kiroho, lakini pia mambo yanayohusiana na maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakukaribisha tena katika siku hii ya leo. Tunaomba ukatuongoze pia katika maongezi haya, tukakuone Mungu, ukaseme nasi kwa Yesu Kristo. Amina. Leo ninatamani tuangalie kisa cha wana wa Israeli walipokuwa jangwani wakielekea Kanaani. Walipitia changamoto mbalimbali. Changamoto baadhi yake zingine walizisababisha wao wenyewe, lakini kuna nyingine ambazo maadui walitamani wana wa Israeli wamwache Mungu ili waangamizwe. Kuna mfalme mmoja. Mfalme huyo alijulikana kwa jina la Balaki. Huyu mfalme aliposikia habari za wana wa Israeli, alituma wajumbe wake kwa nabii mmoja aliyeitwa Balaam. Nabii huyu alikuwa na uwezo wa kutamka baraka na baraka zikawa juu ya mtu huyo, na atakapotamka laana, basi laana moja kwa moja zinaenda kwa mtu huyo. Kwa hiyo Balaki mfalme, kwa kutambua hilo, akaamua kwa makusudi kabisa kutuma wajumbe kwa Balaam ili aje awalaani wana wa Israeli, ili watakapomfikia aweze kuangamiza kwa urahisi. Kwa hiyo akatuma wajumbe, na wajumbe wakafika kwa Balaam, na Balaam akawaambia kwamba wajumbe wa kwanza akakataa kwenda kwa mfalme, maana Mungu alimkataza. Wajumbe wa pili akaenda tena akamuuliza Mungu, nifanye nini? Mungu akamwambia nenda. Lakini kwa kukifupisha tu kisa hiki ni kwamba Balaam alipofika kwa Balaki alitaka Balaam awalaani wana wa Israeli. Lakini kila ambapo Balaam alijaribu kuwalaani, Mungu alitia maneno katika mdomo wa Balaam. Badala ya kutoka laana, ilitoka baraka. Na Mungu mwenyewe akadhihirisha kwa kusema kupitia mdomo wa Balaam, akimwambia Balaki mfalme kwamba hawa watu hawawezi kulaanika kwa sababu Mungu hajaona baya ndani yao. Mungu yuko pamoja nao. Hawa watu hawajamwacha Mungu, bado wamejishikanisha na Mungu. Kwa hiyo Shetani hawezi kuwaangamiza. Hapa ndipo tunapata somo letu la leo, kwamba kumbe Mungu wetu anatupigania sana kwa sababu tumejishikanisha naye. Na kwa nini nasema hivi? Hata siku moja Mungu hajawahi kumwacha mtu wake, ila ni sisi tunaomwacha Mungu na kutanga mbali. Na Mungu halazimishi mtu yoyote, ila anasihi, anaongea kwa lugha ya upole akitusihi turudi kwake. Ila mwovu Shetani ndiye anayelazimisha na kulazimisha na kutisha watu kuwavuta kwake ili awaangamize. Kwa pale ambapo tunamwacha Mungu kwa makusudi, kwa maisha yetu na matendo yetu na maisha yetu kwa ujumla wake, basi tunajiweka sisi wenyewe mikononi mwa mwovu Shetani, na Shetani anapata nafasi ya kutuangamiza. Kwa hiyo kama vile Balaki mfalme alivyotamani wana wa Israeli waangamie, akamtumia Balaam ili awalaani,
Lakini kwa sababu wana wa Israeli bado walikuwa ndani ya mikono ya Mungu, bado walikuwa hawajafanya maovu ya kutoka mikononi mwa Mungu, bado walikuwa hawajatanga mbali na Mungu, ulinzi wa Mungu, wigo wake ulikuwa umewazunguka. Kwa hiyo hakuna uchawi, hakuna uganga Israeli. Hakuna, kwa sababu Mungu akiwepo basi kulogwa, wachawi, majini, mapepo, shetani hana nafasi. Mpendwa, Mungu akiwepo ndani ya maisha yako, Mungu akiwepo ndani ya maisha yangu, basi kulogwa, wachawi, shetani hana nafasi katika maisha yetu. Kwa hiyo wito wangu kwako ni kwamba unapoishi katika ulimwengu huu uliojaa changamoto nyingi na mitego mingi ya mwovu shetani, hakikisha usijitoe mikononi mwa Mungu. Hakikisha kila unalolifanya, kila unalolitenda lisikutoe mikononi mwa Mungu, mpendwa. Maana shetani muovu yule yuko tayari kutuangamiza kila dakika. Kwa pale ambapo Roho anakukumbusha kwamba umetanga mbali mwanangu, rudi upesi, usisubiri. Usiseme mimi jamani kila wakati ninaanguka katika zinaa, basi mimi sifai. Hapana, hiyo roho isikuingie. Maadamu umetambua na roho yako inakuambia kwamba umeanguka na mara kwa mara umeanguka, basi ndani yako bado kuna roho. Rudi upesi, geuka na mwambie Mungu nisamehe, ili usije ukajitoa mikononi mwa Mungu. Kwa sababu mwovu shetani anatuwinda kila dakika, kila sekunde. Hata sekunde moja ile ya kutoka mikononi mwa Mungu atatuangamiza kabisa. Mungu akapate kukubariki sana, akapate kukutia moyo, ukapate kukumbuka ndugu yangu kwamba maisha haya bila Mungu ni bure. Maisha haya bila kukaa mikononi mwa Mungu hakika tutaangamia. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa kuongea nasi. Asante kwa kutukumbusha siku hii ya leo kwamba tuzidi kujikabidhi mikononi mwako. Asante kwa upendo wako juu yetu. Jina lako litukuzwe sana kwa Yesu Kristo. Amina. Basi ukabarikiwe sana. Ukawe na siku njema. Usisahau kulike, usisahau comment, usisahau kushare kwa watu wengi wakapate kujua habari njema za Mungu. Lakini pia usisahau kusubscribe ili kila nitakaporusha video nzuri kama hizi uwe miongoni mwa wale ambao watapata notification. Asante sana. Mimi naitwa Judith. Tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwaheri.